Jambo na asubuhi njema na karibu tena katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info kwa siku ya kwanza wiki ya tarehe 29 Juni mwaka 2026. Tunatakia mwanzo mwema wa wiki mpya iliyojaa afya, amani na mafanikio kwa kila mmoja. Tufuatilie matangazo yetu ikiwa ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ilivyo kawaida yetu, leo tunakutana tena kukuletea taarifa za kina za uhakika zinazotoka moja kwa moja kutoka kwenye vyanzo vya karibu na matukio yanaendelea nchini, hususan katika maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wale usalama baendelea kutaruki na mabadiliko ya mara kwa mara. Katika siku za karibuni mashariki mwa nchi imeshuhudia kuendelea kwa mapigano kati ya vikosi vya jeshi, makundi ya wazalendo pamoja na makundi yenye silaha kama waasi wa M23 na ADF katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini, Ituri na maeneo mengine jirani. Mapigano yanaendelea kusababisha hofu kwa wakazi, wahamiaji wa watu na changamoto za kiusalama zinazogusa maisha kila siku ya wananchi. Alimeongeza haja ufuatiliaji wa karibu, taarifa sahihi na za haraka ili kuwafikia wananchi kwa wakati, hasa katika maeneo ambayo mara kwa mara kikumbwa na mashambulizi na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo. Hivyo basi kupitia Kivu News Info tunabaki kwa daraja la taarifa kati ya matukio yanaendelea na kijamii na kuhakikisha kwa tunakuletea habari za uwazi, umakini na weledi wa hali ya juu. Basi endelea kuwa nasi katika matangazo hapa haya asubuhi kwa taarifa zote muhimu za leo, tukianza wiki kwa jicho la karibu kwa matukio ya usalama, diplomasia na maisha kila siku ya wananchi. Hii ni Kivu News Info na mimi ni Teloje Longa. Basi nakukaribisha kwa mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii asubuhi ya leo. Katika hali inaendelea kuzua taharuki na msisimuko mkubwa katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mapigano makali yameripotiwa kuendelea katika maeneo kadhaa, huku mabadiliko ya udhibiti wa vijiji na milima yakiripotiwa kubadilika kwa kasi ndani ya masaa 28 zilizopita. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya eneo hilo, mapigano vikosi vya wazalendo vinavyoongozwa na kamanda anajitambulisha kama Noah Maachano wanaripotiwa kuingia na hatimaye kuteka miji ya Kabingo ulioko karibu na Ngungu Centre, umbali wa mwendo wa saa moja kwa miguu. Taarifa hizo zinaeleza kwa operesheni hiyo inatanguliwa na mapigano makali yaliyodumu kwa muda, yakihusisha milio ya risasi nzito na nyepesi iliyosikika kwa mbali na karibu katika vijiji vya jirani. Vyanzo vinaongeza kuwa Kibingo haikuwa tukio la kipekee, bali sehemu ya mfululizo wa mashambulizi na mapigano yaliyoanza kuimarika tangu Jumamosi tarehe 27 Juni, ambapo wazalendo walidaiwa kurejesha udhibiti wa eneo la Kasake lipo karibu na Ngungu na baada ya mabadiliko ya vikosi vinavyohusishwa na uasi wa M23. Taarifa zinaeleza kuwa katika hatua nyingine, eneo la Rubaya nalo lilishuhudia mabadiliko ya harakati ya udhibiti baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa saa kadhaa, yalisababisha wapiganaji wa M23 na vikosi vinavyodaiwa kuhusishwa na Rwanda kurudishwa nyuma kutoka katika baadhi ya maeneo ya kimkakati. Msisimiko wale usalama ukuishia hapo. Ripoti inaeleza kwamba mapigano yalienea hadi katika milima ya Runigi na Kanyarubere ndani ya grumenti ya Kibabi, ambako wazalendo wanadaiwa kuimarisha nafasi zao baada ya majeshi la upande wa pili kuondoka katika maeneo ya juu yenye muhimu wa kistratejia. Hata hivyo, ni muhimu kusitiza kuwa taarifa hizo bado yazibitishwa kwa uhuru na mamlaka rasmi, na pande zote zinazohusika katika mzozo bado hajatoa tamko la moja kwa moja kuhusu madai haya na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo. Wakati wake hali ya hofu inaendelea kutanda miongoni mwa wakazi wa maeneo ya Ngungu, Kabingo, Kasake na Rubaya. Mashuhuda anasema kwa baadhi ya familia zimeanza kuhama makazi yao kwa hofu ya kurejea kwa mapigano makali, huku biashara na shughuli za kawaida zikisimama kwa kiasi kikubwa. Wakazi wanaripoti kusikia milio ya risasi na milipuko kwa nyakati tofauti za mchana na usiku, anaongeza wasiwasi kuhusu usalama wao kila siku. Baadhi yao wanasema kwa eneo limeingia katika hali ya sitofahamu, ambako taarifa za uvumi na ukweli zimechanganyika na kufanya hali kuwa ngumu kutofautisha kilicho sahihi na kisicho sahihi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kwa hali ya Masisi inaendelea kuwa tete kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha yanayogombea maeneo ya kimkakati, ikiwa barabara, milima na vijiji muhimu vinavyotumika kwa njia za mawasiliano na usambazaji. Kwa sasa kuna taarifa rasmi zilizotolewa kudhibitisha kikamilifu mabadiliko haya na haraka ya udhibiti wa maeneo, huku hali ikiendelea kubadilika kwa muda. Kivu News Info endelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo na kuwaletea taarifa mpya sahihi za uhakika kadri zitakavyokuwa zikipatikana.
Katika hali ya sintofahamu inaendelea kuzunguka maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa mpya kutoka wilaya za Walikale zinaeleza kuwa kuhusu hali ya utulivu wa tahadhari iliyotanda mchana wa Jumapili tarehe 28 Juni kufuatia mapigano makali tokea kati ya wapiganaji wa wazalendo kati ya eneo la Banamulema groupment ya Kisimba. Kwa mujibu wa vyanzo vingi vinavyokaribiana na eneo la tukio, mapigano yalianza mapema asubuhi katika mwili wa Murao Mura ambako vikosi vya M23 vinavyotajwa kuwasilisha kutoka Bukumbiro ndani ya groupment ya Kiobo vilianzisha mashambulizi ya nafasi zilizoshikiliwa na wazalendo karibu na eneo la Kalinga. Mashuhuda wanasema kuwa milio ya silaha nzito na ndogo ilisikika eneo lote la mapigano kwa muda mrefu, huku milio hiyo ikisikika hadi katika vijiji vya jirani na kusababisha hofu kubwa na taruki kwa wakazi wa eneo hilo. Watu wengi walieleza kukimbia maeneo ya porini kwa usalama wao, huku shughuli za kawaida zikisimama ghafla. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano yalikuwa makali na ya muda mrefu, yakihusisha mashambulizi ya kurushiana moto katika njia ya Murao Mura alilozua hofu na uwezekano wa kuenea kwa mapigano hadi maeneo mengine ya karibu kama Kalinga na vijiji vinavyoizunguka. Hadi sasa kuna takwimu rasmi zilizothibitishwa kuhusu hasara ya kibinadamu au mali iliyosababishwa na mapigano hayo, jambo linaloacha hali ya sintofahamu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii ya eneo hilo. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa wazalendo walifanya upinzani mkali dhidi ya mashambulizi hayo na hatimaye kufanikiwa kuzuia hali iliyosababisha wapiganaji wa M23 kuripotiwa kujiondoa na kurejea katika maeneo yao ya awali ya Bukumbirwa. Baada ya mapigano hayo, hali ya tahadhari imeendelea kushuhudiwa mchana na wa Jumapili, ambako utulivu wa muda umeonekana kurejea kwa tahadhari, lakini ukiwa na utulivu wa dhaifu na utajwa na mashuhuda kuwa unaweza kuvunjika wakati wowote endapo mvutano utaendelea. Viongozi wa kimila katika eneo hilo wameripotiwa kusema kuwa wazalendo kwa sasa wameimarisha ulinzi na kuweka mikakati ya kuzuia uwezekano wa mashambulizi mapya, huku wakazi wakihimizwa kuwa makini na kufuatilia maelezo ya usalama. Wakati wake kijiri, wakazi wa Maruno, Mura na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika hali ya taharuki, huku baadhi yao wakisalia katika maeneo ya hifadhi ya muda kutokana na hofu ya kurejea kwa mapigano. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa hali ya Walikale inaendelea kubaki nyeti sana kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha na ugombanisha udhibiti wa maeneo ya kimkakati, barabara na vijiji muhimu vinavyotumika kama njia za mawasiliano na usambazaji. Kwa sasa mamlaka rasmi bado hajatoa taarifa za kina kuhusu tukio hilo, huku jamii ya kimataifa na mashirika ya misaada yakifuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama katika eneo hilo. Habari zinazozidi kuibua msisimuko mkubwa kutoka eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini zinaeleza tukio la kushtua na lohusishwa na mapigano yanaendelea kati ya wazalendo na vikosi vya M23 vinavyotajwa kuungwa mkono na RDF katika maeneo ya Rubaya na vijiji jirani. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na eneo la mapigano, kiongozi mmoja anajulikana kwa jina la Prince Kalinda anatajwa kama mkuu wa operesheni ndani ya muungano wa M23 na RDF, ameripotiwa kuuawa katika mapigano makali yaliyotokea eneo la Kasenyi, Simbali na Rubaya katika wilaya ya Masisi. Taarifa za awali zinaeleza kwa tukio hilo limetokea wakati wa mapigano mazito yaliyoanza tangu Ijumaa tarehe 16 Juni, ambako wazalendo wamekuwa wakipambana vikali na vikosi vinavyodaiwa kuwa vya M23 na RDF katika maeneo ya kimkakati ya milima na vijiji vinavyozunguka eneo la Rubaya. Mashuhuda nao wanasema kuwa milio mikali ya silaha nzito na ndogo ilisikika kwa muda mrefu au sababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi na vijiji vya karibu. Wengi wanaeleza kwa kukimbia maeneo ya hifadhi kwa hofu ya kuongezeka kwa mapigano. Hadi sasa kuna udhibitisho moja kwa moja kutoka kwa mamlaka rasmi au kutoka kwa upande wote wa kijeshi kuhusu taarifa hizi za kifo cha kiongozi huyo wa waasi. Hivyo taarifa hizi bado zinachukuliwa kama za awali na zinazohitaji uhakiki zaidi kutoka kwa vyanzo huru. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa tukio hilo limezidi kuongeza hali ya sintofahamu na mabadiliko ya kasi katika uwanja wa mapambano, huku kila upande ukijaribu kuimarisha nafasi zake katika maeneo ya milima na vijiji vya kimkakati karibu na eneo la Rubaya na Kasenyi. Wakati huo, hali ya hofu inaendelea kutanda miongoni mwa raia, ambako shughuli za kawaida zimesimama na baadhi ya familia bado ziko katika maeneo ya hifadhi zikisubiri kujua mustakabali wa usalama wao. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa iwapo taarifa hizi zitathibitishwa, inaweza kubadilisha mwelekeo wa mapigano yanayoendelea katika eneo la Masisi ambalo kwa muda limekuwa kitovu cha migogoro na makundi yenye silaha. Kwa sasa hali ya tahadhari ni hali ikiendelea, huku taarifa mpya zikitarajiwa kutolewa kadri hali itakavyokuwa imebadilika. Katika hali inaendelea kuibua mjadala mkubwa kuhusu usalama na mawasiliano katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wa kimila wa wilaya Mambasa mkoani Ituri wametoa wito mzito kwa serikali pamoja na kampuni za mawasiliano ya simu kuongeza kasi ya uwekezaji wa minara mpya ya mitandao ili kuboresha upatikanaji wa mawasiliano na kuimarisha mfumo wa tahadhari ya mapema dhidi ya mashambulizi ya kundi la ADF.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka mkutano uliofanyika Alhamisi tarehe 25 Juni mjini Mombasa, viongozi wa kimila wa sheferia 7 za eneo hilo wamesisitiza kuwa hali ya sasa ya mawasiliano duni au kutokuwepo kabisa kwa mtandao katika vijiji vingi inasababisha kuchelewa kwa taarifa muhimu wakati wa mashambulizi, jambo linaloongeza hatari kwa maisha ya raia na kucheleweshwa hatua za haraka za vikosi vya usalama. Mombasa ambayo iko takriban kilomita 174 magharibi mwa mji wa Bunia na ina ukubwa wa zaidi wa kilomita za mabara 1036, lakini bado inakabiliwa na changamoto kubwa za miundombinu ya mawasiliano. Viongozi wa kimila wanasema kuwa katika maeneo mengi ya wilaya hiyo wananchi wanaishi kabisa bila mtandao wa simu, anafanya kuwa katika hatari kubwa sasa kwa mashambulizi ya ghafla. Katika sheferia Walese Bese kilicho mpakani mwa wilaya ya Wasa katika Houwele, viongozi wanasema hali ni mbaya zaidi, kwani vijiji vyote 21 vya eneo hilo havina kabisa mawasiliano ya simu. Hali hiyo kwa mujibu wa viongozi wao imekuwa ikiwanyima wananchi uwezo wa kutoa taarifa za haraka wakati wa hatari. Mkuu wa sheferi hiyo Foste Sukari amesema kuwa hata juhudi za awali za kuweka mfumo wa mawasiliano ya wifi zinashindikana baada ya kuwavamia na kundi la ADF ambalo linadaiwa karibu na kuchukua vifaa vilivyokuwa muhimu kwa mawasiliano ya eneo hilo. Amesema tukio linaacha jamii likiwa bila njia yoyote ya mawasiliano ya dharura. Katika maeneo mengine ya Mombasa kama vile Babila Bakwanza ambako pia kuna ripotiwa kuwepo mkubwa wa kundi la ADF, hali ya mawasiliano bado ni dhaifu sana. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwa wakati wa shambulio la hivi karibuni katika kijiji cha Bahaa, waathirika walazimika kutembea umbali wa karibu kilomita 15 kutafuta eneo lenye mitandao ili kutoa taarifa za kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa inaelezwa kuwa ilicheleshwa kwa kiasi fulani na upatikanaji wa msaada, ingawa hatimaye wanajeshi walikuwepo karibu waliweza kuingilia kati na kupunguza madhara ya mashambulio hilo. Hata hivyo, wananchi wanasema kuchelewa kwa taarifa kunabaki kuwa tisho kubwa kwa maisha yao. Kwa upande wao, baadhi ya makampuni za mawasiliano zinaeleza kuwa changamoto za kiusalama katika maeneo hayo na zuia kupeleka mafundi na vifaa vyao kwa ajili ya kusambaza minara mipya ya mawasiliano. Wanasema leo usalama isiyotabirika imekuwa kikwazo kikubwa cha uwekezaji wa miundombinu ya mawasiliano katika maeneo ya vijijini. Wakati wake endelea, viongozi wa kimila wanasitiza kuwa kuboreshwa kwa mtandao wa mawasiliano, raia wataendelea kuwa katika hatari kubwa ya kushindwa kutoa tahadhari mapema wakati wa mashambulizi ya ADF, linaweza kuongeza idadi ya wahanga katika maeneo yaliyo hatarini. Wametaka serikali ya kitaifa, serikali ya mkoa pamoja na mashirika ya maendeleo kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha kila kijiji kinapata angalau huduma ya msingi ya mawasiliano ambayo wataeleza kama muhimu wa usalama kwa jamii. Kwa sasa hali sintofahamu inaendelea katika baadhi ya maeneo ya Mombasa, huku wakazi wakiendelea kuishi kwa chini ya kivuli cha hofu na ukosefu wa mawasiliano ya uhakika. Katika tukio la kusitisha lilotikisa wilaya ya Njugu mkoani Ituri, wanafunzi wawili walikuwa wamehitimu na kushiriki mitihani wa Kisamede tu wamepoteza maisha kufuatia ajali mbaya barabarani iliyotokea jioni ya Ijumaa tarehe 16 Juni katika barabara ya Bunia Kasenyi, eneo la daraja la Mbugu. Kwa mujibu wa taarifa zari kutoka eneo la tukio, ajali hiyo ilihusisha gari lilokuwa ikiwabeba wahanga ikitokea eneo la Boga baada ya kukamilika kwa mtihani yao ya kitaifa. Gari hilo lilikuwa likirejea ikiwa na wanafunzi mmoja na watu wengine kabla kukumbwa na janga hilo la kusikitisha. Vyanzo vya karibu na uchunguzi wa awali vinaeleza kuwa chanzo kilichoshukiwa cha ajali hiyo ni hitilafu ya mfumo wa breki, hali iliyosababisha dereva kushindwa kulidhibiti gari hilo katika sehemu yenye mteremko na hatari ya barabara ya Mbugu. Kwa mujibu wa mashuhuda, gari hilo lilionekana likiwa katika mwendo kasi usio wa kawaida kabla ya kupoteza mwelekeo na hatimaye kupinduka kwa kugonga kwa nguvu, tulisababisha maafa hayo mara na kuacha majeraha kadhaa. Taarifa rasmi inaeleza wanafunzi wawili wa finalisti walifariki dunia papo hapo, huku wengine watatu wakijeruhiwa vibaya na kupelekwa katika vituo vya afya vya karibu kwa ajili ya matibabu ya dharura. Hali ya baadhi ya majori inaripotiwa kuwa bado ni ya tahadhari. Afisa mmoja wa eneo Paul Mandro amethibitisha tukio hilo na kutoa salamu za rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa hao. Amesema uchunguzi wa kina unaendelea kubaini mazingira halisi ya ajali hiyo, huku akisisitiza umuhimu wa ukaguzi wa mara kwa mara wa magari kabla ya safari, hasa katika kipindi ambacho wanafunzi usafiri kwa wingi baada ya mitihani. Tukio linajiri kwa wakati ambako maelfu ya wanafunzi wa finalisti nchini DRC wanasubiri kwa hamu kuwa matokeo ya Kisamede d'Etat, hali inafanya kipindi hiki kuwa cha furaha kwa wengi, lakini pia chenye hatari kutokana na ongezeko la safari na sherehe zisizodhibitishwa. Katika mkutano wa polisi wa usalama barabarani PSR wametoa wito mzito kwa wanafunzi na wananchi kwa ujumla kuwa waangalifu zaidi wakati wa safari na sherehe za ushindi, wakisitiza kuwa maisha ni tathmini kuliko furaha ya muda mfupi.
Kamishna mkuu wa polisi amesema kuwa hakuna sheria yoyote inayopaswa kuhatarisha maisha ya binadamu. Amesisitiza kuwa tabia kama mwendo kasi, kupanda magari bila tahadhari au kutumia magari yasiyo katika hali nzuri ya kiufundi ni mambo yanayochangia ongezeko la ajali katika kipindi hichi. Mamlaka za usafiri zimetoa wito kwa madereva wote kuhakikisha magari yao yanapita ukaguzi wa kiufundi kabla ya kufanya safari, hasa katika barabara kuu za mkoa Ituri ambazo mara nyingi zimekuwa na changamoto ya miundombinu na usalama. Uchunguzi zaidi wa kifo hiki wa chanzo hiki kamili cha ajali kinaendelea, huku mamlaka zikiahidi kuchukua hatua zitakazosaidia kuzuia matukio kama haya yasijirudilie tena. Katika taarifa mpya yenye uzito wa diplomasia na kijeshi, mkuu wa jeshi la ulinzi wa wananchi wa Uganda UPDF Muhoozi Kainerugaba ametangaza kuwa utaratibu wa utulivu vimerejeshwa katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako vikosi vya ukanda vimepelekwa chini ya operesheni ya pamoja inayojulikana kama Operation Shujaa. Kauli imetolewa kupitia ujumbe uliowekwa kwenye mitandao ya kijamii, ambako ameeleza kuwa maeneo yote yaliyo chini ya udhibiti wa vikosi vya UPDF ndani ya ardhi ya DRC sasa yako katika hali ya utulivu wa kijeshi, na kwamba kwa mujibu wake wananchi wanaoishi katika maeneo hayo wanafurahia hali ya amani na usalama baada ya kipindi cha msisimuko wa kiusalama. Muhoozi ameongeza pia kauli ya tahadhari kali, akisema kuwa vikosi vya UPDF vinajibu kwa nguvu zote iwapo vitashambuliwa au kuchokozwa katika maeneo ambako vimewekwa. Kauli inaonekana kuashiria msimamo wa kijeshi wa Uganda kuendelea kudumisha uwepo wake mashariki mwa DRC chini ya makubaliano ya operesheni ya pamoja dhidi ya makundi yenye silaha. Taarifa inakuja katika mazingira ambako Operation Shujaa imekuwa ikitekelezwa kwa muda mrefu kwa lengo la kupambana na makundi ya waasi hususan ADF yanayotuhumiwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia katika baadhi ya maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Hata hivyo, kauli ya kurejesha utulivu imetolewa na Muhoozi Kainerugaba imeibua mijadala mipya kuhusu hali halisi ya usalama katika maeneo hayo, hasa kutokana na ukweli kwamba sehemu kubwa ya mashariki mwa DRC bado inakabiliwa na changamoto za kiusalama, uwepo wa makundi yenye silaha pamoja na mzunguko wa mapigano unaobadilika mara kwa mara. Vyanzo vya ndani ya eneo la operesheni vinaeleza kuwa uwepo wa ADF katika baadhi ya maeneo umechangia kupungua kwa matukio ya mashambulizi ya ghafla, lakini pia bado kuna maeneo ambayo wananchi wanaendelea kuripoti hofu wa maji wa watu na matukio ya uvamizi wa mara kwa mara na usishwa na makundi tofauti ya waasi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kauli za aina hii mara nyingi hutoa uzito wa kisiasa na kijeshi na zinaweza kuasili namna wananchi na dawa kikanda na tafsiri hali halisi ya usalama mashariki mwa DRC. Wanasema pia kwamba tathmini huru za hali ya usalama bado zinahitajika ili kudhibitisha kiwango cha utulivu kinachotajwa. Kwa upande mwingine, wananchi katika baadhi ya maeneo yanayoguswa na operesheni hiyo wanaendelea kutoa maoni tofauti, ambako baadhi wanaripoti kupungua kwa mashambulizi, kwa wengine wakisema bado kuna hofu ya mara kwa mara kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha katika misitu na maeneo ya mbali. Wakati hayo yakiendelea, mamlaka za kikanda na mashirika ya kijeshi bado hajatoa tamko rasmi la pamoja kudhibitisha kupinga kauli hiyo ya Muhoozi Kainerugaba, huku kurejeshwa kwa utulivu kikamilifu katika maeneo yote ya operesheni. Hali ya mashariki mwa DRC inaendelea kubaki nyeti kwa operesheni Shujaa, ikiendelea kwa moja ya operesheni muhimu za kijeshi katika mapambano dhidi ya makundi ya waasi yanaendelea kuhatarisha usalama wa raia. Katika hali inayoashiria matumaini mapya kwa wakazi wa eneo la Mombasa mkoani Ituri, kupelekwa kwa kikosi cha uingiliaji wa haraka wa MONUSCO kumeanza kuleta mwanga mpya na matumaini kwa jamii ambayo kwa muda mrefu imekumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara yanahusishwa na kundi la waasi la ADF. Kwa mujibu wa taarifa za ndani ya eneo hilo, kuanzia wiki moja iliyopita kikosi hicho kimewekwa rasmi katika maeneo ya Mombasa, tu ambayo imepokelewa na hisia mchanganyiko, lakini kwa jumla ikiwa na chanzo cha faraja kwa wananchi wanaoishi katika hofu ya muda mrefu kutokana na ukosefu wa usalama. Siku ya jana Jumapili tarehe 28 Juni, mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii wameeleza kuridhishwa kwao na uwepo huo mpya wa kikosi cha kulinda amani, wakisema kuwa uwepo wa MONUSCO pamoja na vikosi vya FARDC unaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza mashambulizi ya ADF ambayo yamekuwa yakisababisha uharibifu mkubwa katika maeneo ya vijijini. Taarifa zinaeleza kuwa mazungumzo hayo ya moja kwa moja kati ya ujumbe pamoja wa MONUSCO na viongozi wa kijamii yamefanyika mjini Mombasa Centre, ambako makundi mbalimbali ya kijamii yamewasilisha matarajio yao kuhusu uimarishaji wa usalama na ulinzi wa raia. Katika mazungumzo hayo, viongozi wa kijamii wamesisitiza kuwa jamii ya Mombasa iko tayari kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa za haraka kuhusu mienendo yoyote inayotiliwa shaka, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha ulinzi na wa raia dhidi ya mashambulizi ya ghafla.
Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na vyanzo vya ndani, wilaya Mambasa imekuwa ikikumbwa na wimbi la mashambulizi ya ADF kwa takriban miezi 4 iliyopita, ambako vijiji kadhaa vimeripotiwa kushambuliwa mara kwa mara. Inakadiriwa kwa zaidi ya watu 115 wamepoteza maisha katika kipindi hicho, huku mali ya wananchi ikiharibiwa na maelfu ya watu kulazimika kuyahama makazi yao. Mwenyekiti wa mashirika ya kiraia katika eneo la hilo, Mugeni Yuma, amesema kuwa kuwasili kwa MONUSCO ni hatua muhimu katika kurejesha matumaini kwa ajili ina jamii inachoshwa na hofu ya kila siku. Amesema uwepo wa vikosi hivyo unapaswa kuandana na hatua za haraka za kijeshi ili kulinda raia na kuzuia maambukizi mapya. Kwa upande wake, mwanachama wa Universite Civile Congolaise Marie Noelle Anotane amesisitiza ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na vikosi vya usalama, lakini pia ameeleza changamoto iliyopo ambako mara nyingi taarifa za hatari zinazotolewa na wananchi hazipati majibu ya haraka kama inavyotarajiwa. Amesema kuwa kuchelewa kwa majibu ya dharura kunabaki kuwa tatizo kubwa linalofanya wananchi kuwa katika hatari zaidi, licha juhudi za kutoa taarifa mapema kuhusu mwenendo wa watu wanaotiliwa shaka au harakati za waasi. Wakati huo, ujumbe maalum wa MONUSCO unaendelea kuwepo Mombasa kwa lengo la kusitiza maoni ya jamii, kuelewa changamoto za kiusalama na kupanga mikakati ya pamoja na mamlaka za eneo hilo ili kuboresha ulinzi wa raia katika mazingira ambayo bado yanaendelea kuwa tete. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kwa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya MONUSCO, FARDC na jamii ya kiraia kunaweza kuwa na mchango mkubwa katika kupunguza kasi ya mashambulizi ya ADF, lakini pia wanasisitiza kwa mafanikio yanategemea utekelezaji wa haraka na vitendo vya taarifa zinazotolewa kwa wananchi. Kwa sasa hali ya Mombasa inaendelea kuwa ya tahadhari, lakini pia ikiwa na matumaini mapya kwamba uwepo wa vikosi vya kimataifa unaweza kusaidia kurejesha amani katika eneo hilo ambalo kwa muda mrefu limekumbwa na ghasia. Katika tukio la kihistoria ambalo limeingia moja kwa moja katika kumbukumbu za soka barani Afrika na duniani kwa jumla, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanikiwa kusonga mbele hadi hatua ya mtoano wa 16 bora la kombe la dunia la mwaka 2026, ikiwa ni mafanikio ya kwanza aina hiyo baada zaidi ya miaka 52 ya kusubiri kwa mashabiki wa taifa hilo katika hatua hii ya mashindano. Ushindi wa kihistoria umepatikana baada ya Leopard kuibuka mshindi wa kishindo cha mabao 3-1 dhidi ya Uzbekistan katika mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi. Ingawa walikumbana na changamoto kubwa baada ya kwenda mapumzikoni wakiwa nyuma kwa bao 1-0, hicho kimeonyesha ujasiri mkubwa wa kurejea kwa nguvu katika kipindi cha pili cha mchezo. Mabadiliko hayo yalichochewa na nyota wa mchezo Yohane Wissa ambaye aliwaanzisha kwa mkwaju wa penalti kabla ya kuongeza bao la pili la ushindi, huku Fiston Maele akiongeza bao muhimu la kudhibitisha mabadiliko ya matokeo. Bao la tatu la Wissa katika dakika za kunyongeza zilifungua kabisa ukurasa wa matumaini kwa wapinzani na kuipa Kongo ushindi wa kihistoria. Wakati wa mchezo huo wa kumalizika, hisia za furaha ziliibuka katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mji wa Goma ambao kwa sasa uko chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Mara tu filimbi ya mwisho ilipopigwa, maelfu ya wananchi walimiminika barabarani kusherehekea mafanikio ya makubwa, wakigeuza usiku kuwa sherehe isiyo na kifani. Barabara zilijaa nyimbo za kizalendo, kelele na honi za magari, vuvuzela na vifio vilivyosikika kila kona ya jiji. Leo ligeuza Goma kuwa jukwaa la kubwa la shangwe, licha ya mazingira magumu ya kiusalama yanaendelea kushuhudiwa katika eneo hilo. Sherehe hizo ziliendelea hadi saa za 8 na hata kufika saa 10 alfajiri, huku makundi ya mashabiki yakiendelea kutembea barabarani kutoa maeneo kama Entre President Mutinga, chuo kikuu cha Goma na Bar Metro, wakipita kwa makundi wakipeperusha bendera ya taifa na kuimba nyimbo za ushindi wa Leopard. Katika maeneo Majengo, Mabanga na Mamurara, wakazi walikusanyika katika daraja la Istigo, huku wengine wakitoka Virunga na Birere wakielekea katikati ya jiji kuelekea eneo la Grand Barriere. Hali inaonyesha mshikamano mkubwa wa kijamii uliovuka tofauti zote za kijamii na kisiasa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa michezo, ushindi wao kuishia tu kuwa tukio la michezo, bali imegeuka kuwa alama ya umoja wa kitaifa na matumaini mapya kwa taifa linalokumbwa na changamoto za kiusalama na kisiasa. Wengi wameutaja kama wakati wa nadra na pumzi ya amani kupitia michezo. Hata hivyo, sherehe hiyo zilianza kuwa na wasiwasi mkubwa baada ya michezo kuanza kwa kasi ya chini ya upande wa Kongo, ambazo Uzbekistani walitangulia kufunga bao la mapema na dakika 9, alilofanya mashabiki wengi kushika pumzi kwa muda mrefu hadi mapumziko. Lakini kipindi cha pili kilibadilisha kabisa historia ya mchezo huo. Mabadiliko ya kimkakati ya kocha Sebastien Desabre, ikiwemo kuingiliza Fiston Maele, alibadili kabisa hali ya mashambulizi ya Kongo na kuleta matokeo chanya.
Baada ya filimbi ya mwisho, shangwe zilienea katika maeneo yote ya Goma na hata kuelekea Nyiragongo, ambako makundi ya vijana yalifanya matembezi ya furaha kutoka majengo hadi ngangi moja, wakiimba nyimbo za taifa na za sifa za kutimu timu ya taifa. Licha ya furaha hiyo kuwa kubwa, baadhi ya matukio madogo madogo na msongamano wa watoto kupotezana kwa muda mfupi aliripotiwa kutokana na idadi kubwa ya watu waliokuwa mitahani. Hata hivyo, hakuna tukio kubwa la kiusalama liliripotiwa na usiku kulazimika katika hali ya utulivu na kwa jumla baada ya shangwe kubwa. Mashabiki wengi tayari wameeleza matumaini makubwa kuiona historia ikiendelea kuandikwa, huku taifa nzima likiunganisha sauti yake nyuma ya timu ya taifa. Na ni kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi leo kupitia Kivu News Info, ikiwa ni siku ya kwanza wiki ya tarehe 29 Juni mwaka 2026. Basi tunashukuru sana kwa kutufuatilia tangu mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Kama kwa daito tunaendelea kufuatilia kwa karibu matukio yote yanaendelea nchini, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama, diplomasia na maisha kila siku ya nchi yanaendelea kubadilika kwa kasi. Basi endelea kuwa nasi kwa taarifa za uhakika, za haraka na zinazoaminika wakati wowote. Vile vile tunaendelea kuhimiza kuchukua tahadhari katika maeneo yenu na kushirikiana na mamlaka za usalama na kuwa sehemu ya amani na utulivu katika jamii hii. Basi kabla tujetimisha matangazo yetu ya asubuhi leo, niendelee kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba na kusikufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha unasema kujabone kwa vile vile na kupartager na kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa. Basi na la ziada, acha niendelee kutakia asubuhi njema, mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku. Bye bye na chao, na nikiwadi tangu tanane katika matangazo yetu ya mchana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.